Nawashukuru sana kwa mshikamano tulioonesha hapa. Ndugu zangu wa Geita, mpo? Chacha, uko wapi mwanangu? Chacha, aha, hasa hao wamejitutumua hapa. Mimi ni Msukuma mwenzao, nimejenga Katoro kule, si ndio? Na nyumba kimaliza hapa muda wangu Katoro na nyumba yangu Chacha, na mkuu wa mkoa na wengine waliisimamia. Kwa hiyo nawashukuru sana, nawashukuru. Mimi ni Msukuma mwenzao, kitoka hapa Zanzibar nimechoka Usukumani, nimechoka kwingine hivyo. Kwa hiyo ndio maana leo mbele ya mama hapa wamejitutumua, nawashukuru sana. Bina, nakushukuru sana, na wachimbaji wenzio na wote wa sekta ya madini nawashukuru sana kwa kuandaa maonyesho haya, lakini nashukuru kwa kunialika niwe mgeni rasmi katika shughuli hii. Nashukuru sana. Aidha, nawapongeza sana vijana ambao kazi zao zimechaguliwa kuoneshwa na kuuzwa katika mnada tuliofanya leo. Kupitia kazi hizo nimeona vipaji, kwa kweli vipaji. Kila picha zikiwekwa nilikuwa naangalia huyo alikaa engo gani akaipata hii. Kama yule nilikuwa namuuliza ulimpataje dolphin, na sana nilizama chini kampiga picha nikiwa chini ya bahari. Kwa vijana wamejituma, wamefanya ubunifu. Picha zile zingepigwa na wazungu zingekuwa picha za maana sana, lakini leo katika ukumbi huu tumeonyesha kwamba hata watoto wetu wanaweza wakapiga picha nzuri na zikawa za maana sana. Kwa hiyo tunashukuru vijana, tumeona vipaji na ubunifu mkubwa mlionao katika sanaa ya upigaji picha. Picha hizi zimenifurahisha sana kwa kweli, kwa sababu zinatangaza mandhari za Zanzibar, sehemu mbalimbali katika nyanja za utalii, utamaduni, mila na desturi zetu. Memwona dadangu Akizimkazi hapa yuko baharini analima mwani. Ile ni picha nzuri sana ya kazi ya mwanamke wa coast huko kwetu. Kwa hiyo mmejitahidi sana. Niseme pia nchi yetu imeendelea kukua kiutalii, na kwa Zanzibar pekee takwimu zinaonyesha kwamba mpaka mwaka jana tulikuwa karibu na watalii milioni 1 Zanzibar peke yake, kilinganisha na 700,000 na kwa mwaka uliopita wa 2024. Kuna ongezeko la 28.5% kwa mwaka. Hii ni hatua kubwa sana. Sasa ongezeko hili lisiishie kwenye takwimu tu, lakini litupe pia wajibu wa kuongeza thamani ya mnyororo wa shughuli za utalii, hii ikiwa mojawapo. Exhibition hii ingefanywa eneo kwenye utalii na picha ziwekwe zile zote, zingeleta fedha nyingi sana. Kwa hiyo tusiishie kwenye mnada huu. Vijana, endeleeni kupiga picha nzuri, tuwajengee mazingira, pate kuonesha picha zenu, na watalii na watu wanaotoka nje wanunue picha zetu. Na hii ni ile alosema Victor, tunatangaza nchi yetu, lakini tunatangaza kazi zenu. Napongeza sana kwa kuonesha weledi na ubunifu katika upigaji wa picha. Hongereni sana. Katika hilo la vijana, jana nilipofika Zanzibar, nilikwenda Forodhani kuwatembelea wale wanaoruka baharini na mabango, na wenyewe wale wamefanya ubunifu mkubwa sana, na wanaiuza nchi yetu katika engo tofauti tofauti. Kila linalotokea nchini wale wanabeba bango na wanarusha, wanazama nalo baharini. Ule nao ni ubunifu mkubwa. Kwa na wenyewe nimewapa moyo na kuwapa nguvu, kuwasapoti ili waendelee na shughuli zao zile. Ukienda Ulaya leo ukisema Makachu, watalii waliofika Zanzibar wanajua Makachu ni Forodhani Zanzibar. Kwa na wenyewe wamejitangaza pamoja na kuitangaza nchi na wao wenyewe. Na kupongezeni kwa kuitumia tehama vizuri, kwa sababu picha zile zilizopigwa lazima kamera zake sio hizi tulizozizoea, ni kamera kubwa na nzuri ambazo zinaweza kuchukua picha ndani ya bahari. Mmeitumia tehama vizuri, endeleeni kuitumia tehama vizuri, na msitumie kama wale wengine wanaovunja mila na desturi zetu. Nyinyi tumieni tehama kwa manufaa kama haya ambayo tumeona leo.
Nataka niwaambie vijana kwamba, na mmesikia hapa, ndani ya Tanzania yetu hii 50% kubwa ya watu ni vijana, zaidi ya 50% ni vijana. Sasa vijana wetu waliofanya kazi hii ni kati ya vijana 200, zaidi ya 200 kwa pamoja ambao wamefanya kazi hii, lakini walioteuliwa leo ni 15 na picha 10 ndizo ambazo tumeonyeshwa hapa na tumezinunua. Niwaambie kwamba mmeibua jambo kubwa. Mmeibua jambo kubwa ambalo kabla tulikuwa tunajua wapiga picha wachache tu hapa ndio maarufu, na picha zao zikiwekwa hapo unajua hii imepigwa na Javed Jafre, hii imepigwa na nani, imepigwa na nani. Lakini naona sasa vijana na nyinyi mnaingia kwenye mkumbo huo, niwatie moyo, endeleeni. Kazi mliotuonesha leo itakuwa na mchango mkubwa katika ustawi wa maisha yenu, lakini pale pia wale wanaowategemea, mtakao waajiri, lakini na taifa kwa ujumla. Kamera hizi mnazozitumia katika upigaji wa picha ni nyenzo muhimu katika uzalishaji na ustawi wa maisha yenu. Endeleeni, zitunzeni, endeleeni kwenye field hiyo. Niwaambie, ubunifu peke yake hautoshi, jifunzeni zaidi na zaidi. Kama sasa hivi mmebuni tu, hebu nikapige dolphin chini ya bahari, nenda kajifunze makubwa zaidi. Wale wanaofanya vizuri kule nje hawana tofauti na sisi, ni kujifunza zaidi. Kajifunzeni, mtakuwa wapiga picha maarufu sana duniani, na picha hizi zingeuzwa kwenye mnada mkubwa, majina yenu yangekwenda mbali sana. Kwa endeleeni, jifunzeni. Vile vile ni muhimu mkatambua kwa kipaji kama nilivyosema, kipaji pekee hakitoshi, muendelee kujifunza. Na katika hilo serikali itaendelea kuwaandalia mazingira ya kisera, ya kisheria na uwezeshi. Mabenki yako hapa, taasisi za fedha ziko hapa, tutawawezesha kufanya makubwa zaidi ya haya ambayo mmeyafanya leo. Victor alizungumzia umuhimu wa picha. Umuhimu wa picha, kwamba picha ina nguvu kubwa katika kukuza na kutangaza simulizi ya utamaduni, sanaa, utalii na mambo mengi ya maeneo yetu au nchi yetu. Lakini vile vile si Waswahili tunasema chema chajiuza. Sasa hapa chema chajiuza inakwenda kwenye mambo mawili. Ya kwanza, wema wenyewe wapiga picha wetu walivyo wazuri, picha zao zimejiuza vizuri hapa. Lakini chema chengine chajiuza, mkipiga picha kama hizi za nchi yetu, mkiziuza na kuziuza, mtakuwa mnauza nchi yenu, mnauza Zanzibar, mnauza Tanzania, na watu wa nje watajua wema au uzuri tulio nao ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo hii ni field pekee, endeleeni. Wale wanazungumza professionalism, kuna wachumi. Sasa mimi profession yangu mchumi, mwingine mimi dokta, mwingine sema na mimi mpiga picha mashuhuri na kama ule picha yake iliyoleta 1.8 billion hapa, ni mambo mazuri. Sasa ninapoelekea kuhitimisha, ni washukuru jamani, na washukuru sana kwa mshikamano tulioonesha hapa. Ndugu zangu wa Geita, mpo? Chacha, uko wapi mwanangu? Chacha, hasa hawa wamejitutumua hapa. Mimi ni Msukuma mwenzao, nimejenga Katoro kule, si ndio? Na nyumba, kimaliza hapa muda wangu Katoro na nyumba yangu Chacha, na mkuu wa mkoa na wengine walisimamia. Kwa hiyo nawashukuru sana, nawashukuru. Mimi ni Msukuma mwenzao, kitoka hapa Zanzibar nimechoka, Usukumani nimechoka, kwingine hivyo. Kwa hiyo ndio maana leo mbele ya mama hapa wamejitutumua, na washukuru sana. Bina, nakushukuru sana, na wachimbaji wenzio na wote wa sekta ya madini nawashukuru sana. Wote mliochangia tunawashukuru sana sana sana. Mdogo wangu Angelinda, thank you very much, na sekta yako nawashukuru sana. Kwa kweli mmetunga mkono sana sana sana. Nilikuwa nanong'ona na Mifu hapa, naambia ningekacha kuja simgelia nyi leo. Wanaambia tungelia sana mama, lakini akanitambia akasema, sasa Mifu Foundation ina fedha kuliko Samia Foundation. Nikamwambia iko siku na mimi nitafanya ya kwangu, nitapata fedha kama za kwako. Jamani, tunawashukuru
muda umekwenda, matumbo yanadai. Nilikuwa naambia Kisu, tuachie tule kwanza. Sasa tumalize. Sasa nimemaliza haraka ili tupate kula. Karibuni sana, karibuni Kizimkazi. Tumeanza leo shughuli za festival. Kwa shughuli za leo ilikuwa ni MIF Day, wameanza kongamano, wameenda na shughuli zote na wanamaliza sasa hivi. Kesho tutaendelea na ufunguzi wa miradi ndani ya kijiji hiki na vijiji jirani, lakini kesho kutwa ndio siku yenyewe 13, tutaendelea tena na miradi. 14 ndio siku tunahitimisha. Jamani, karibuni, msiondoke, tuwe na sisi, muwe na sisi katika vuguvugu hili la festival mpaka tumalize. Karibuni sana, karibuni sana. Kwa wale wanaotaka kuwekeza, nafasi zipo, njoni tu tuonane, nafasi za kuwekeza zipo. Karibuni. Haya, makofi mengi kwa Mheshimiwa Rais, naomba tusimame kwa makofi. Ama kwa hakika inapendeza kweli kweli. Na moja kwa moja, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunakukaribisha katika chakula, na chakula kiko tayari. Mambo yako tayari, karibu kabisa, ambao tuongoze.